Ndugu zangu wa Tanzania, mimi mwenyewe nimekaa hapa nimewaza na kuwazua mpaka kichwa kinauma. Uchaguzi wa mwaka huu ni kiboko. Hivi tunafahamu kwamba huyu rais wetu anayeongoza hii nchi naye mwenyewe katekwa. Haki tunamlaumu kweli, tunamlaumu, kila mtu anamlaumu yeye. Matusi yote mnamwagia yeye. Mnafahamu kwamba na yeye mwenyewe katekwa? Kama mna imani kwamba Magufuli aliuliwa, hawa waliomuua Magufuli ndio wanayeendesha nchi. Yaani hawa waliomuua Magufuli ndio wanayoiendesha nchi. Rais Samia mwenyewe alitekwa kitambo. Alitekwa, anakontroliwa tu kama remote. Mpombo, fanya hivi, fanya hivi. Kwa sababu hakuna binadamu ambaye asiyekuwa na uchungu na wenzake. Kabisa Rais Samia anaagiza watu watekwe, wauliwe, damu zimwagike, watoto wadogo, vijana, wamama, watu wazima, wababa. Kabisa Rais Samia anakontroliwa bwana. Mimi sikubaliani na hichi. Yaani yeye mwenyewe ni urafi wa madaraka, anang'ang'ania madaraka. Kweli ni yeye mwenyewe anataka nini? Anakuwa anataka ni sababu miaka 3 kaongoza nchi. Ina maana hizo hela alizokuwa analipwa, hela anayolipwa rais miaka 3, ina maana haimtoshi. Rais Samia katekwa nyewe. Katekwa. Yaani katekwa kama wanavyotekwa watu sasa hivi. Rais Samia katekwa na watu ndio wanayocontrol nchi yetu. Na yote kwa yote nchi yetu, kwa sababu ina nini? Ina mali. Na ndio maana tunaona haya yanayotokea. Lakini ingekuwa nchi ya kimaskini, wala watu wasingekuwa wanahangaika hivi. Mali mbaya sana jamani. Yaani mali mbaya. Pesa hizi mbaya. Pesa ni mbaya. Zinatoa utu kabisa. Yaani unaweza kaua ndugu yako hivi unajua. Kwa hiyo imagine tangu hizi heka pukushani za uchaguzi, hizi za siasa zianze. Watu wangapi wamekufa kwa sababu ya uchaguzi? Kwa sababu ya siasa. Watu wangapi wamekufa? Ukiongea unapotezwa. Ukiongea unapotezwa. Kabisa Samia ndio anayefanya haya. Yeye mwenyewe katekwa bwana wewe. Unafikiri haumii yeye mwenyewe? Yaani damu zinamlilia, watu wanamlilia, kamwaga damu nyingi. Yeye mwenyewe katekwa bwana. Yaani kwanza ingekuwa ni akili zake yeye mwenyewe angeshaacha nchi mapema tu. Angeshaacha sema bwana mimi mwenye kuchukua nchi achukue. Yaani ni kweli tunampiga vita Samia aachie nchi. Ila Samia katekwa. Yaani Samia anakontroliwa na watu afanye haya yote yanayoendelea. Kwa sababu si binadamu wa kawaida kumwaga damu hivi na uendelee tu kama madarakani. Unataka tena upite. Yaani Samia wanamtumia. Yeye mwenyewe anaogopa kufa. Na walimtishia kwamba unaona Magufuli alikufa, na wewe tutakuua hivyo hivyo ukisema ukatae. Kaogopa kufa Samia na pamoja na familia yake, katishiwa maisha, na ndio maana unaona anafanya haya yote anafanya. Sio kwamba labda ulafi wa mali anataka mali. Yule ni mwanamke jamani, ana moyo. Kaenda leba. Ana moyo, uchungu anaujua. Yeye mwenyewe kakontroliwa yule. Anakontroliwa Samia jamani. Tunamlaumu tu bure. Mimi na imani kabisa Samia anakontroliwa. Mnakumbuka hata kwenye hotuba yake kuna siku alisema mimi na bosi wangu. Mnakumbuka? Ndio tujue kabisa. Sasa mimi swali langu ni hivi, tarehe 29 hiyo kweli tunaenda kuandamana. Inatakiwa tupate mtu ambaye atajitolea. Yaani ajitolee kama Magufuli. Kwamba liwalo na liwe. Akatea hawa wauni, wajua kuwaondoa watu ambao wanaomiliki migodi hawa. Waliochukua migodi yetu ya Tanzania ya almasi, makaa ya mawe. Kuwaondoa hao inahitaji nguvu. Inahitaji kujitolea. Inatakiwa rais atakayeingia kwa ajili yetu sisi kulinda mali yetu sisi wananchi wa Tanzania. Inatakiwa sisi ndo tumlinde. Yaani sisi wenyewe tumlinde. Bila hivyo hatachukua muda. Magufuli hakuchukua muda. Magufuli alikuwa tofauti. Alikataa
ufisadi. Na ndio maana wakamfyeka mapema. Kwa anapoingia mtu mwingine, sawa tunataka kuikomboa nchi, tunataka kuikomboa nchi. Je, atakayeingia madarakani, atakayechukua nchi sasa hivi baada ya Samia kutoka, tukifanikiwa kumtoa Samia, ni nani atajitolea? Je, atawakataa mabeberu? Atawakataa? Atakubaliana na sisi wananchi? Ama yatakuwa yale yale kasoro tarehe tu? Na akiingia madarakani akatishiwa, anatugeuka tena. Tutakuwa tunafanya kazi bure. Maandamano tutaandamana ya bure. Watu watakufa, wataumia bure. Yaani mimi nimekaa hapa nimewaza huyu Samia huyu, usikute tunamlaumu tu bure. Yeye mwenyewe katekwa tu. Yeye mwenyewe anaongozwa na mabeberu. Kuna magaidi wanaochimba almasi, wanaochimba hayo makaa mawe na hawalipi hata kodi, wanachimba bure. Kuna magaidi wana nguvu. Wakimcontrol rais, huna cha kusema. Kwa sababu haiwezekani rais wa Tanzania akamwaga damu za Watanzania, za watu wake hivi bure tu hivi, kisa nini? Madaraka ya nchi? Sio kweli bwana. Rais Samia anakontroliwa jamani. Yaani anakontroliwa kabisa. Atakuwa tupate mtu ambaye atajitolea kama Magufuli. Bila hivyo tutakuwa tunafanya kazi ya bure tu. Yaani tutakuwa tunafanya kazi ya bure. Sawa, tutaweza kumtoa madarakani. Kweli vijana wakiamka wakaandamana, anaweza katoka madarakani na wanajeshi wakachukua labda nchi. Baadaye tena tutakaa sawa, uchaguzi ufanyike. Atapatikana mtu ambaye atajitolea kufa kwa ajili ya wananchi, kwa ajili ya mali ya Tanzania? Nani atapatikana huyo mtu? Atapatikana kweli? Mwenye moyo tu mmoja wa kusema mimi najitolea kwa ajili ya Tanzania. Anatakiwa tumlinde. Magufuli tulishindwa kumlinda, wakamuua. Na anaua kwa njia gani? Wanatumia sisi wenyewe tu. Mtu unapewa pesa kidogo, unamuua mwenzako. Sometimes unaweza kuforsiwa, fanya hivyo, usipofanya unauliwa wewe. Kifo mchezo. Kifo sio mchezo, kisikie tu kwa jirani. Mawazo yangu tu ni hayo tu. Watanzania wanataka haki. Na hii haki imeporwa kwa makusudi kabisa na watu wachache wanaojiita watawala. Tupo katika kipindi ambacho umma wa Tanzania hauna haki ya kuishi. Hauna haki ya kugugumia maumivu pale ambapo unaumizwa kwa wazi kabisa. Hauna haki ya kutoa maoni. Hauna haki ya kufanya maamuzi au kushiriki katika maamuzi. Hauna haki ya kusema kwamba jambo fulani haliendi sawa. And above all, hauna haki ya kuwawajibisha wale uliowakasimisha madaraka. Tupo katika kipindi ambacho watawala wamegeuka kuwa arrogant kuliko kawaida. Hawawajibiki tena kwa umma hata kidogo. Tupo katika kipindi ambacho mtawala anaweza kutumia bilioni 9 kununua V8 na kuzisambaza kwa watu wanaowaita wagombea wa upinzani, huku umma wa Tanzania ukikosa vitanda hospitalini, ukikosa paracetamol hospitalini, huku umma wa Tanzania ukikosa bilioni 30 ya kuwapatia watoto bima ya afya. Tupo katika kipindi ambacho shule zina hali mbaya kuliko kawaida. Shule zenye wanafunzi milioni 15 hazina vitabu, hazina walimu, hazina madawati. Matundu ya vyoo tunategemea serikali ya Canada ije tuchimbie. Tupo katika kipindi ambacho watu wanaishi kwenye umaskini uliokithiri. Wanaishi katika maisha ya tabu na mateso pasipo kuwa na viongozi wanaojali maisha yao. Katika kipindi ambacho umma wa Tanzania unateseka na umaskini, ndio viongozi wanatumia trilioni 1 kufanya maigizo ya uchaguzi. Ndio viongozi wanaongeza malipo ya wabunge wachache kutoka bilioni 80 mpaka bilioni 280. Tupo katika kipindi ambacho serikali haijali kabisa social contract. Tupo katika kipindi ambacho ukitoa maoni,
ukidai uwajibikaji, ukiuliza kwa nini hakuna uwajibikaji, unatekwa, unauawa, unapotezwa, unapakaziwa kesi za uhaini, unapakaziwa kesi za ugaidi. Tuko katika kipindi ambacho watu hawajali kabisa kuhusu ustawi wetu kama umma. Hawajali kabisa kuhusu binadamu wetu. Lakini mbaya zaidi, tupo katika kipindi ambacho umma ukijaribu kudai mabadiliko, watawala wanatoa jeshi na kulisambaza mtaani na kuinflict fear na kujaribu kupandikiza hofu na kujaribu kuonyesha mabavu, kutunisha misuli na kuwaambia umma kwamba nyie ni wapumbavu, hamwezi kutufanya chochote. Sisi ndio wamiliki wa nchi. Tunaweza kuwafanya tunavyowataka. Tunaweza tukasigina haki zetu tunavyotaka na bado tukawatisha na kuhakikisha kwamba hamna uwezo wa kufanya chochote. Nadhani hizi ni fikra za kipumbavu kuliko kawaida kwa kiongozi kuziweka kwenye kichwa chake. Ni kiongozi mpumbavu pekee anayedhani anaweza kusigina haki za Watanzania kiasi hiki alafu akawatishia kwa kutumia majeshi, kwa kutumia jeshi la polisi. Ni kiongozi mpumbavu tu. Ni kiongozi mpumbavu sana anayeweza kufanya hivi. Ipo hivi. Unaweza kupandikiza hofu kweli kwa umma, lakini hofu ni temporary. Umma una threshold ya uvumilivu. Una limit ya uvumilivu. Ukisha cross hiyo limit, my friend, you are done. Huo ndio uhalisia. You are done. Utasambaza jeshi kila mahali, utapiga watu na still watatoka kwa maelfu na maelfu na maelfu. Umma una threshold ya uvumilivu. Turudi tukasoma historia South Africa. Walifanikiwa kumkamata Nelson Mandela na kumfunga magereza, sawa, kule Robben Island na wengine wote. Lakini umma ulifikia threshold. They fought back. They fought back non-stop. They fought back non-stop. Utawaua na kuwaua na kuwaua na kuwaua kwa maelfu, but they will still fight. Because hawatakuwa na kitu cha kupoteza. Kama kuna jambo moja viongozi wetu wanapaswa kulielewa na kuwa nalo makini sana, ni pamoja na kukumbuka kwamba maskini hana cha kupoteza. Hana cha kupoteza. Ukishamfikisha maskini kwenye hii threshold, ukishamfikisha yule mtu anayekandamizwa kwenye hii threshold, ukisha cross hiyo limit, my friend, there is no turning back. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna mtu atakaa ndani na kujificha huku akiona watoto wake hawana uhakika wa kula. Hakuna mtu atakaa ndani na kujificha huku akijiona kabisa hana haki ya kuishi kama binadamu wengine. Hakuna mtu atakaa ndani na kujificha huku akiona wazi kabisa kwamba watoto wake hawana haki ya kusoma, hawana haki ya kukua na kuongezeka, hawana haki ya kuwa watu productive katika jamii. Hakuna watu watakaojificha ndani kwa muda mrefu huku wakijiona wazi kwamba hawana haki ya kutoa maoni, hawana haki ya kudai uwajibikaji, hawana haki ya kuwawajibisha wale watu waliowakasimisha madaraka. Hakuna watu watakaokaa ndani muda wote huku wakiona kodi zao zikiwa squandered kila siku. Unaweza kuwatishia kwa muda fulani tu, lakini when you cross the threshold, they will react and they will resist you. Utawapiga, utawaua, na mbele yako watasimama tena na kupambana na wewe. Ni hatari sana kuishi kwa kujidanganya kiasi hiki. Arrogance ina tabia ya kuziba macho. Arrogance ina tabia ya kufanya uone kama dunia ni ya kwako peke yako. But trust me, umma una threshold ya uvumilivu. You see, hawatabeba bunduki na mapanga kuja kupambana nayo, lakini wataanza kuchoma nyumba za mapolisi huko mtaani. Huo ndio uhalisia. Wataweza kupambana na jeshi kwa umoja, lakini wataanza kuchoma nyumba za serikali. Huo ndio uhalisia. Hawatakuwa na uwezo wa kupambana na jeshi kwa umoja, lakini wataanza kuchoma magari ya majeshi. Huo ndio uhalisia. Hawatakuwa na uwezo wa kupambana na mapolisi kwa umoja wao, lakini wataanza kuua mmoja mmoja huko mtaani. Huo ndio uhalisia. People have the limit kwenye swala la uvumilivu. Hawatakaa na kunyamaza tu. Wataanza kukamata mmoja mmoja huko mtaani na kudili nao. Umma wa Tanzania una watu wengi kuliko jeshi. Jeshi mpaka mwaka jana, si mwaka juzi, jeshi ilikuwa na watu 50,000 tu. Jeshi la polisi, watu 50,000 tu. Umma wa Tanzania ni watu milioni 60 plus.
Kisha cross your threshold, my friend, you're done. Huwezi kuzuia umma wa milioni 60 kwa polisi 50,000. Ole utapaka nchi nzima. You won't be able to do that. You won't. You won't. Kwa hiyo tuache kujidanganya. Amani ni tunda la haki. Hakuna haki, hakuna amani. Hakuna haki, hakuna uvumilivu. Hakuna haki, hapawezi kuwa na mshikamano wa kitaifa. That thing won't happen. It won't. Fungueni macho mjifunze. It won't work. Kama kuna jeshi limetoka Uganda kwa ajili ya kuja kulinda amani Tanzania kwa ajili ya uchaguzi, ninaamini kwamba hakutakuwa na hali nzuri, kwa sababu jeshi letu la Tanzania tunaliamini sana, halijawahi kushindwa. Lakini kama kuna wanajeshi 500 kama inavyosemekana, tunavyoona inavyosemekana wameingia, kweli wako katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya hiyo kazi. Inaweza katokea hali fulani hivi, pengine ukajikuta kwamba wale wanajeshi walioingia katika nchi ya Tanzania wamepata madhara. Wameingia 500, pengine wamepata madhara katika hapa na pale, sintofahamu. Maana jeshi letu la Tanzania tunaliamini lipo kwa ajili ya kulinda wananchi pamoja na mali zao. Kwa hiyo ninaamini kwamba inaweza katokea pengine wanajeshi hao wanadhibiti wananchi, lakini pia wanajeshi wa Tanzania nao wakawatetea wananchi, kukawa na hapa na pale nini, kashangaa wanajeshi labda waliotoka Uganda wamepoteza maisha. Sidhani kama Uganda watanyamaza kimya, maana yake vita itaanzia hapo. Tuangalie sana wapendwa, katika nchi yetu hao wanajeshi wameingia ndani ya nchi, maana yake kwamba hii ni kutengeneza mazingira ya vita baadaye, kwa sababu kama kifuata mwanajeshi mmoja wa Uganda kwa ajili ya hili ambalo linakuja, au wawili, watatu, wanne, hatutakuwa na hali nzuri. Tunatengeneza vita, kulipizana kisasi. Maana sidhani kama hili swali litakuwa limekaa vizuri, kwa sababu kwanza kuleta wanajeshi kutoka nje ya nchi ni kulidhalilisha jeshi letu la Tanzania. Jeshi letu linaweza kudhibiti kabisa maandamano, linaweza kudhibiti kila hali. Hata maaskari wetu wako imara, wanaweza kudhibiti kabisa hiyo hali. Sasa kuleta wanajeshi kutoka nje ya nchi ni kutengeneza mazingira, kutengeneza vita. Hili jambo sio zuri. Basi acha tuzidi kumwomba Mungu. Siku hazigandi, bado siku 4 Mungu atatoa majibu. Sisi wengine tunaomba tu Mungu asimame kwenye taifa letu. Tunaomba Mungu mwenyewe ndiye asimame. Kwa hiyo Mungu atajibu sawa sana yeye apendavyo, si kama tupendavyo. Amen. Hii nchi tayari tushaichukua, hii nchi tayari tushaichukua. Jenzi tumebaki na siku hizi, tumebaki na siku 4. Lazima tutoke, na kama nyinyi hamtatoka, mimi nitatoka, hata mimi mwenyewe peke yangu. Hata mimi mwenyewe peke yangu nitatoka tu. Haiwezekani tunafanywa vitendo vya kikatili kama hivi. Kuna mtu ametekwa, nimesikia mtu ametekwa huko, sijui mwenyekiti wa UVCCM sio wapi, Geita sio wapi. Ametekwa, sio amepotea. Yaani kutekwa, sasa tumelalisha kutekwa jamani wa Tanzania. Yaani tumelalisha kweli kutekwa. Atakuja kutekwa mtu hapa tutashangaa. Alafu hao watekaji wataweza kutekana wenyewe. Kwa sababu kufanya makosa sio tu. Sasa tumesikia mtu sijui wa CCM. Tuko tumezoea watu wa Chadema, wapinzani wanatekwa. Atakuja kutekwa mtu hapa, yani wanaweza kutekana sasa wenyewe kwa wenyewe. Atakuja kutekwa mtu kiongozi mkubwa. Yaani siku sio nyingi. Unasikia mara si mtoto wa Mulilo, mara si nani? Mara si yani atakuja kutekwa mtu hapa. Tumelalisha. Yaani kutekana tumelalisha. Jambo la hovyo kabisa. Tumelalisha Tanzania. Atakuja kutekwa mtu hapa, tutashangaa. Wengine wataanza kushangilia. Tumelalisha jambo la ajabu ambalo je kutokea duniani. Ni kama mambo ya kivita. Yaani mambo ambayo tuliokuwa kule kwenye makambi kule ya Hezbollah huko Palestina sio wapi, kutekana na vikosi vya kijihadi. Nachoka mimi jamani. Mjukuu Mwandambo, nachoka mimi. Wanataka siku ya maandamano wachome moto jiji la Dar es Salaam hapa na pale. Sasa ninapopita pale fire wanaona zipo gazi 2 tu 3 za zima moto. Sasa hiyo mioto utakapoichoma huko itazima vipi?
Sasa watu wanalalamika, wanasema utekaji umezidi, watu wanatekwa, wanateswa, wengine wanapapaswa matako, lazima tufanye hivi. Mtu mmoja nimemsikia sasa hivi analalamika, mwanaharakati anasema siku ya maandamano lazima tuchome moto transformer za umeme. Ndio tutakao waanza wengine usiku wa manane tunawasha moto, kunakuwa kama jehanamu, kunakuwa kama Sodoma na Gomora usiku wa manane. Ukiona cheche nyumbani kwako, toka nje ndugu yangu, utateketea. Wewe kama ni mpambanaji mwenzangu unategemea uamke asubuhi unasikia huko yowe, toka nje ndugu. Tunapiga moto, nguzo zinatembea mpaka kwenye miji yenu hiyo. Toka ni nje ndugu. Tarehe 28 msilale fofofo. Usilale fofofo tarehe 28 mura. Utajikuta na wewe tumekujumlisha na wakati ni mpambanaji mwenzetu. Hii ni kodi. Mwambie na jirani yako usilale fofofo tarehe 28. Tarehe 28 usijisahau kalala vibaya tarehe 28 mura. Maana tunaanza wale wa shift ya usiku, tunaanza usiku tunakiwasha. Sisi ndio wale tusiojulikana. Simniona kuna nyumba ya polisi kule imepigwa moto, wasiojulikana. Ndio sisi sasa. Sisi ndio sina wenyewe na watu wao wasiojulikana. Sina wenyewe wanajiita wao wasiojulikana. Ndio sisi, na sisi wananchi tupo tusiojulikana. Tunapiga moto. Piga moto waya za umeme. Piga moto. Yaani ni aise, ninamuzuka mimi jamani. Ninamuzuka mura. Nina machungu. Haki ya Mungu, Mwijaku atanyereza vizuri. Mwijaku nina mudu. Nina hasira. Haiwezekani Mwijaku anaona kabisa yanayoendelea kwamba wananchi wameamka, lakini na yale matokeo yake makubwa na lile likipara lake na likitambi limemtera, anasimama anasema ya kwamba hawa wakina Mange Kimambi sijui na Roma. Mwijaku unatukania ndugu zetu Mwijaku ambao wamejitoa mwanga kulipambania taifa hili. Mwijaku anakuja kututukania ndugu zetu, na wakati anaona kabisa unaenda. Mwijaku unatujaza hasira. Mwijaku tutakutoa kafara. Mwijaku kushukuru Mungu kuwezesha maandamano yetu, na nyinyi wanaenda kupiga kura, nyinyi ni wa kuwatoa kafara nyinyi. Yaani nyinyi I say lazima tutoe kafara kushukuru Mungu. Lazima tutoe kafara. Hatutatoa mnyama sisi. Hatutoi kondoo, hatutoi mbuzi. Wale tunachinja tunakula. Nyinyi wengine ni moto, ni moto tu. Ni moto tu, ni mwendo wa moto, ni fire. Ulishaona mchungaji kikemea mapepo kanisani? Ile fire. Ndio siku hiyo tarehe 29. Nyinyi wapiga kura, nyinyi ni fire. Kafara nyinyi ndio tunaenda kuwatoa kafara kumshukuru Mungu. Au nitaendelea kusema hili neno. Biblia imeandika auae kwa upanga atauawa kwa upanga. Hata shuka Mungu kuua mtu kwa upanga, atauawa huyo mtu na binadamu ambaye ndio sisi. Watu tusiojulikana mura. Sisi ndio tutashusha hicho kidore. Baada ya kidore tunashusha bega. Baada ya kushusha bega tunashusha shingo. Sasa hebu jifikirie kwa hizo kodi ninazokupa, utatoka kwenda kituoni kupiga kura. Jifikirie mara mbili mura. Jifikirie mara mbili. Kama una jirani yako, mimi jirani yangu nilimwambia kabisa. Nikamwambia kabisa, ndugu yangu, usijichanganye ukienda kupiga kura. Tutakutoa kafara. Usijichanganye ukajichanganya kabisa kwamba mimi tarehe 29 najitokeza kwenda kupiga kura. Unatolewa kafara ndugu yangu. Unatolewa. Na hili sio la mchezo hili. Watu wako serious, wananchi wako serious. Haturari. Nimeshinda kwenye hii page mpaka saa 9 usiku nikaweka simu yangu charge. Watu walikuwa 400, 300, 400 hawalali kwa sababu ya mapumbavu nenda kupiga kura. Tuache kinyonge. Tunawatoa kafara. Lazima tuwatoe kafara mura. Lazima tuwatoe kafara. Naomba mtu aendelee, nikuta na hudumia mteja hapa kwanza. Ninarudi kuendelea. Nipo. Asante sana. Naomba niongee kwa sababu nimekaa kwa muda. Mapambano, na kwa kweli tutaenda mapambano. Wazungu husema there is no better way of killing your enemy. Tutaenda huko. Ijapokuwa watu wengine wamesema tusitoe mbinu. Nilikuwa na mbinu kadhaa kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa naungana na sisi kwa sasa. Lakini moja hapo nilikuwa nataka wale polisi wataenda maandamano, nyumba zao nao tuwageukie, tuwachomee hapo. Si yeye kwa maandamano anataka kupiga watu.
na sisi tunageuka tunaenda tunawapiga na tunawachoma hizo nyumba, hatutaki kujua. Yaani hata kama ni familia zao tutawachapa kabisa. Jinsi ya pili ni kupambana na hizi gari za mabomu na vitoa machozi, hizi gari za kutoa machozi. Nakumbuka kila mtu anajua ulezi. Ulezi ukirushia hii gari ya kurusha haya maji ya kuwasha haiendi, inasimama. Alafu kama hizi virusha vitoa machozi hizi mkijipaka Colgate huku kwa macho zinakuwa zinapunguza makali ya kuumwa na macho. Pia tusikose kubeba maji. Ya tatu, kuchoma tairi. Kuchoma tairi katika hizi mabarabara kwamba waweze akaja na hizo magari na kutukimbiza. Alafu kombeo na manati yatembee kabisa. Kitu kingine ni ushirikiano. Msipende mtu ama mpambanaji mmoja akachukuliwa akaenda. Maana akienda ataenda kufanya nini? Ataenda kuuliwa. Ataenda akiwa anapoteza ama akafunguliwa kesi ambayo haina dhamana. Kingine ni hawa watu wasaliti wanaenda kutiki. Hao vidole sijui zishughulikiwe, zikato. Hicho kidole kiko na ingi. Hicho kidole yani asiwahi enda kuambiwa tena asitokea Buguruni sio wapi huko, utaanzia na nyumba ya mtu aliye karibu na wewe. Kama unatokea labda Mbagala huko, utaanzia na aliyeko huko. Kama unatokea Mikocheni, kama unatokea Kawe kule nasikia kuna nyumba ya Kikwete. Kwa hiyo aliyoko Kawe huko atadili naye. Kwa hiyo watu waangalie, yani angalia aliyeko karibu yako na deal naye, yani kulingana na sehemu alipo. Tumeni hapo kwenye comment hapo. Tumeni kwenye comment hapo. Na muendelee kutafuta live isije ikashuka. Maana mlikuwa 800 mara 700 sasa hivi 600. Endeleeni kutafuta live isishuke, share live, endelee. Asante sana. Mimi naomba nizungumze kidogo. Niko katika mazingira ya kazi. Issue ni kwamba guys, Mafwele, huyu Mafwele unaweza kukuta amepanga hata nyumba. Mafwele, tukianza kutafuta nyumba ya Mafwele itatupotezea muda, tutaacha kufanya na vitu vingine guys. Nyumba zinazojulikana, Mwijaku anajulikana anakaa wapi? Unaona? Mafwele ni kumtafuta Mafwele kama yeye Mafwele mwenyewe. Ndio unamtafuta Mafwele. Mafwele tunataka tumtafute yeye kama yeye. Hakuna cha kutafuta nyumba. Huyo Mafwele ni kumtafuta. Kama ndio tukimkuta kwenye nyumba Mafwele tunadili naye. Ila kitu cha kwanza cha kuzingatia ukitoka nyumbani asubuhi, kituo cha kwanza cha kufika ni kwenye sehemu ya kupiga kura guys. Kivituo vya kura tunapiga moto. Yaani hivyo ndio vitu vya kwanza vya muhimu tuzingatie. Tumekubaliana hakuna uchaguzi, yani tusifanye chochote kile cha kufanya uchaguzi uendelee kufanyika huu. Ukitoka nyumbani asubuhi, hakikisha petroli yako ya kwanza kabisa kwenda kuchoma makaratasi yao wale. Ukikutana na wale wapiga kura wasimamizi, piga moto na wenyewe yao wauaji wote, piga moto. Wapiga kura piga moto. Zungusha moto wao manyoko zao, wanatucheza katika nchi yetu hii. Wanakuwa kama mambumbumbu hayana akili. Guys, haturadi kwa sababu yenu. Tunakesha humu tunajadili mambo kwa sababu ya hao watu wanaenda kupiga. Afri mtu linatoka nyumbani anaenda kupiga kura. Tutakupiga moto ya kichwa. Moto tunaanzia kwenye nywele zako hizo, tunapiga moto. Guys, nina machungu sana. Huyu Muliro. Mtuambie Muliro anakaa wapi? Mwijaku tumfanye msanii, yani msanii wa kwanza kumtolea mfano wewe Mwijaku. Kile kigorofa chake cha sijui gorofa ngapi zile, Mwijaku anatamba anakuja kututukana sisi mtandaoni. Huyu Mwijaku awe kama mfano tomba nyoko zake. Nataka kuona Watanzania ni wajinga sana. Sisi Watanzania sio kama waenzi za Kikwete guys. Tutoke asubuhi na mapema. Yani hii ni asubuhi, na ukitoka wale ambao walikuwa wanauliza sijui ukitoka unaenda wapi? Toka ingia barabarani, nenda unapopigia kura. Ili hawa polisi wakija sasa kwamba na mabomu yao ya machozi wakapige wakatupigie pale pakupigia kura pale. Ili wote tuchangamane wapiga kura. Na waandamanaji tuchangamane mle watupige wote mabomu yao ya machozi. Lakini sisi tumeshakubaliana tunadili nao. Hakuna uchaguzi kesho. Yani guys, siku zimefika, ni kesho kutwa tu hapa.
kesho kutwa tu hapa, zimebaki siku 3. Wengine tutaanza usiku. Hii imeshajulikana. Wengine tunaanza usiku. Usiku wa manane. Usiku mura. Ni usiku, wengine tunatia moto nguzo za umeme hizi. Ni kutia moto hizo. Nyinyi wengine nimeshawapa kodi. Wale wa asubuhi wale nyinyi mnaenda kwenye vituo vya kura. Sisi wengine tunaanza usiku. Ndio maana tunakesha usiku wa manane, tunazungumza kwenye page ya One Love. Hatutoki kwa sababu usiku ndio tutakaoanza wengine. Usiku wa manane tunawasha moto, kunakuwa kama jehanamu, kunakuwa kama Sodoma na Gomora. Usiku wa manane ukiona cheche nyumbani kwako, toka nje ndugu yangu, utateketea. Constable Kenya.